ya kwamba laana za Allah ziwe juu yake huyo mume. Kwa hiyo atatoa tamshi la kusema kwamba laana ya Allah iwe juu yake, anna la'nata Allahi alayhi in kana min al-kadhibin, endapo muongo, kama amemzushia mke basi alaaniwe. Kuna watu majasiri dhidi wasio waliowachukia, na inawezekana akamchukia mke kumchukia mkubwa. Sasa akatafuta kitu gani kifanyike, akaona itakufanyika, apigwe. Kwa hiyo kipigo hicho ili akipata sema kazini, au madamu ni mke sio kupigwa akauliwe, yeye ataka asiwepo hasa duniani, bora afe. Sasa ili afe mfanyaje? Simone hasa duniani, amtaki tena kadha, ndasema mzinifu na mtaka ili yeye auliwe. Sasa anaambiwa kama hiyo ndio dhana yako, ukenda ukiapa unaapa, halafu katika kuwapa ujithibitishie kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala kama Mungu. Kwa hiyo aya hii ikashuka kuhusu Hilal ibn Umayya radhiyallahu anhu kwa lile tokeo ambalo ameliona kwa mke wake. Aya zinaendelea, tunasema na kabla ya aya, maana yake yeye akishakubali ataitwa na mke naye ataitwa, watakuwa mbele ya hakimu, na wakishafika mbele ya hakimu, kabla ya kuwapa, baada ya kutoa maelezo hayo, atakuwa mwanamke ni kweli au si kweli. Kwa hiyo mwanamke akikubali hakuna shida, ni kweli, atasimamishiwa adhabu, na baada ya madamu katika ndoa adhabu yake ni kifo, atapigwa mawe mpaka kifo. Na hukumu ya kupigwa mawe imethibiti katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na imetokezea kwa ambao walifanya makosa na wakaadhibiwa kwa adhabu hiyo, na ni tohara kwao. Lakini inawezekana mwanamke akataa, kama si kweli, ananisambia uongo mimi, ananizushia. Sasa kama atakataa, mume kakataa, mke kakataa, mkweli ni nani? Sisi tutathibitisha vipi sasa? Mbea wewe mwanamke wewe muongo tu wewe. Huyu akupenda kama kutafuta kweli, ndio maana lazima ni mkweli. Inawezekana. Hata wewe muongo, inawezekana akakukera huyu na kadha na kadha, kwa hiyo akakumzushia. Haya masala yakubaliki. Kwa hiyo itakuja hukumu ya kuapishwa mwanamume. Akiapa mwanamume, vile viapo vile mwanamke yuko naona, anashuhudia wapo wote wawili. Akiona viapo vinne vimeapa na cha tano mwanamume kakubali kulaaniwa, na mwanamke kama kosa amelifanya kweli, hapa atakubali kwamba yeye kafanya kosa. Mwanzo hakutaka kusema, lakini alipoona vile viapo na mwanamume kukubali laana, atakubali kwamba amefanya kosa. Atasema ni kweli, alafu ataadhibiwa. Lakini inawezekana akakataa. Kukataa huko mmoja katika mawili, anakataa mume ni muongo, au anakataa mume ni mkweli, kwa muongo ni yeye. Sasa kukataa kwake yeye, naye lazima sasa aape. Huko kuwapa ni kujiondolea adhabu. Ndio Allah anasema wayadra'u anha al-adhaba, na huyu mwanamke atajiondolea adhabu ipi? Ya kupigwa mawe mpaka kufa. Hiyo adhabu atajiondolea vipi? Antashhada, naye atoe ushahidi 4 shahadati, ni ushahidi 4 billahi. Huyo ni ushahidi akisema, yani amtaje Allah, anachokisema shahidi Allah, innahu la minal kadhibin. Yeye akiapa aape kwa kukana, kwa kusema kwamba huyu mume muongo, innahu, hakika huyu mume la minal kadhibin, ni katika waongo.
Kwa hiyo yeye aape kujiondolea hiyo dhana na kuthibitisha mume muongo. Mume kule ametakiwa aape anaposema kwamba yeye ni mkweli. Sasa mwanamke hajatakiwa kuapa aseme yeye ni mkweli. Mwanamke aape aseme mume muongo. Kwa hiyo naye atasema mimi namshuhudisha Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba mume wangu huyu fulani bin fulani kwenye kuniambia mimi nimefanya uzinifu la fulani na fulani ni katika waongo au ni muongo. Atasema mara ya kwanza, atasema mara ya pili, atasema mara ya tatu, atasema mara ya nne, naye pia aseme mara tano. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal khamisata, na mara ya tano mwanamke aseme, akisha sema yale maelezo yote aongezee anna la'natallahi alaiha, ya kwamba anna ghadaballahi alaiha, ya kwamba hasira za Allah, chuki za Allah ziwe juu yake yeye huyo mwanamke, in kana minas sadiqin, ikiwa huyu mwanamume ni katika wakweli. Kama mume ni kweli, yeye apate ghadab, apate chuki za Allah subhanahu wa ta'ala. Na laana na ghadab zina uzito zaidi. Laana anayepata mtu anayefanya kosa, na kuna makosa yametajwa kama vile kulewa na mengine, kuiba na kadha. Katika hali yoyote ya kufanya, mtu amesahau, mtu amekusudi, mtu amefanya hajui hukumu, katika hali yoyote maadamu yeye amekubali Uislamu, atakiwa atafute makosa asiyafanye. Anaambiwa haya makosa yamefungamanishwa na laana. Lakini ghadhabu zimefungamanishwa atakayefanya kosa, ikiwa ile kosa alijua alifanya kusudi. Nakuta kule wametaja Mayahudi wale al-maghdub alayhi. Mayahudi ni wasomi kwenye mambo yao katika ile sheria, halafu wafanya kusudi, wakaingia kwa kusudi, wao wakaingia ghadhabu. Uzito wake ni mkubwa zaidi. Sasa lilipotokezea hili katika ule wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yule Hilal ibn Umayya, ikabidi aitwe mkewe. Akaitwa mkewe na akatakiwa akiri kwamba alifanya kosa. Yule mke akakataa. Alipokataa, ikabidi waape, na katika kuapa, kabla ya kuapishwa, kinachofanyika ni kupewa mawaidha. Wapewe mawaidha sana kumwogopa Allah na hatari ya kumzushia mtu na hatari ya kusema uongo. Kama ni mume amemzushia yule mwanamke, na mwanamke kama ni kweli basi asema uongo, akataa jambo lakini ni muongo kwenye kukataa kwake, ni kitu anakana kitu hakifanya. Na namna Allah alivyoandalia waongo wenye kuzusha adhabu siku ya Kiyama. Na pia katika wanachoambiwa kwamba inna adhaba ad-dunya ahwan min adhabi yawm al-qiyama, jamani, adhabu ya duniani ni nafuu kuliko adhabu ya siku ya Kiyama. Wewe mume kama muongo, kubali muongo uadhibiwe kwa kupigwa mijeledi 80, na hii ni nafuu kuliko kupigwa siku ya Kiyama. Na yeye mwanamke kama ni kweli tokeo hili, kubali utoharishwe ili siku ya Kiyama ukifule kwa safi, kama sivyo adhabu yake ni kubwa. Watajua kwanza, halafu baada ya kupewa nasaha wataapishwa, na atakayeanza kuwapa ni mwanamume. Baada ya kuwapa ataambiwa mwanamke kubali, akikataa naye ataapishwa. Lakini katika kuwapa, ikifika mara ya 4, mume anaambiwa mwogope Allah, innal khamisata la mujiba, kama uongo sema uongo. Hii mara ya 5 hii ukiapa, kile utakachokitaja laana inathibiti. Akiendelea kiapa hapa, na mwanamke akishaapa mara 4, ikifika ile ya 5, kabla ya kuiapa kuitaja ile ya 5 ile, ataambiwa innaha la mujiba, kama ile 5 kuna kweli kubali, hii ndio inathibitisha unapata chuki za Allah subhanahu. Halafu kiapa itahalaka, na inakaririka katika midomo tukizungumza haya kwamba ni kiapo,
lakini kwenye Qur'ani imekuja ni shahada, kutoa ushahidi, kusema mimi nashuhudia fulani amezini au nashuhudia fulani muongo. Ni shahadat, ni ushahidi, sio kiapo. Ile imekuja katika baadhi ya kauli za ahlul ilmi kwamba ataapa ni viapo vinne, alafu atakamilisha na cha tano. Kwa hiyo mbele ya hakimu, yani hakimu ndiye atakayetoa uamuzi kwamba atatoa ushahidi tu kwa hayo maneno au itakuwa ni ushahidi wa kiapo. Hilo lipo kwa hakimu wakati anasimamia kesi. Lakini hawa baada ya kuapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwangalia yule mwanamke, kwa sababu imekuja katika riwaya, ilipofika mara ya 4 akaambiwa innaha la mujiba, ya 5 inawajibisha. Alisita yule mwanamke kipindi fulani. Ibn Abbas anasema mpaka tukadhani atakiri, akasema wallahi la ufudhihu qaumi sahira yawm, mimi sifedhehishi watu wangu kamwe. Alafu ikawa kama kuna karima hivi, kuna kitu kama mwanamke huyu mwanamke kafanya uzuri kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusu alama, kwa sababu huyu aliyetajwa mwanamume anamjua, na huyu mwanamume ambaye ndio amekuja kuja kushtaki anamjua, akatoa alama fulani akataja, akasema mwanamke akija akizaa mtoto, huyu mtoto akawa na sifa kadha kadha, akataja sifa kama 3. Huyo mtoto ni huyo mwanamume aliyetajwa, na akataja sifa nyingine kama 3. Mtoto akiwa na sifa kadha kadha kadha, huyu mtoto ni wa huyu Bilal. Baada ya kuzaa mwanamke, mtoto aliyezaliwa na sifa za huyo aliyosema ndio kafanya nafsi. Mtume akasema labda iman lakana baina wa baina hasham, kama si imani mimi na huyo mwanamke ingekuwa kuna kitu hapo. Wanachosema kitu gani? Kwamba imani ipi na kitu ni kipi? Imani kwamba sisi tushatakiwa tukubali vile viapo, alafu tusiongeze chengine. Wa man hulifa lahu fal yu'min, akishaambiwa mtu atakiwa amini, habari imeisha basi. Lakini kama si hivyo, ingekuwa mimi na yule mwanamke kuna jambo gani wanasema, ingemsimamishia hadi, ingemwadhibu adhabu ya kupigwa mpaka. Lakini hapa kuna masala. Huku kuja kusema huyu sahaba alikuja kusema yeye aliona litatokea, lakini kuna vitu viwili. Kuna kitu mtu kuona uzinifu unafanyika, kuna kitu chengine kwamba yule mwanamke kubeba ujauzito kupitia uzinifu, vitu vile tofauti. Mfano, inawezekana mume akamwona mke anafanya lile kosa, lakini anajua mke wake ni mjamzito. Hapa maana yake nini? Maana yake kosa limefanyika, lakini hakuna uwezekano wa mwanamke kufanyaje, kupata mimba ya uzinifu, kwa sababu ana mimba ya mumewe. Lakini kuna kuja kufanya lile kosa alafu akabeba ujauzito wa zinaa. Wanachuoni wanashauri kwamba mtu akija akipewa mtihani wa hilo, halafu akajua kwamba mke wake ana ujauzito wa kwake yeye, vizuri asende kwa hakimu, vizuri amwache mke, isipatikane la basi, itoshe tu amwache basi, kwa sababu asli ya kulaaniana ni kukataa mtoto, kwamba mume anajua kwamba kaingiziwa mtoto si wa kwake, na kukubali nasaba mtu si ya kwake ili hali anajua ni kosa, na kukataa mtu nasaba ni ya kwake ili hali anajua huyu mtoto ni wa kwangu, alafu akamkataa, ni kosa kubwa pia. Sasa akijua kwamba hapa hapana mtoto aliyeingiziwa, au la mwache tu basi, lakini asiende kwenda kwa kile wakalaaniana, na kwa sababu baada ya laana basi tena wao wakatengana duniani na akhera muabada. Sasa si Allah, lakini akijua kwamba hapa nimeingiziwa kitu si changu, hapo ndio hasa kuja katika mula kuja kulaania. Hivi Shariki alijua huyu Bilal alijua kwamba hapa pamepatikana mtoto?
Allahu a'lam, kwa sababu mpaka kuzaa kila kipindi cha kubeba ujauzito mpaka kuzaa, lakini mtoto akafanana na nani na aliyezushiwa zaidi, Allah anajua ilikuwaje, alikuwa na ilhamu gani, lakini wale masahaba pia. Lau kama itatokezea mwanamke amemshuhudia mume katika hilo, anaambiwa au la amwambie tu mimi niache, kwa sababu hakuna haja ya kwenda kupeleka taarifa mahakamani. Anataka nini mwanamke? Mume asili ya hili ni kukataa mtoto. Mke kwenye kumwona mumewe anakataa nini? Kama ni mtoto ni huko, sio wa kwake. Kwa hiyo pale ameshuhudia lile kosa tu, kama ambavyo mume anaambiwa kama unahakikisha kwamba hapa hakuna mtoto aliyeigizwa, vizuri usenda kwenye mahakama kwa ajili ya kulaaniana, vizuri umwache bila kwenda huko, kwa sababu ukenda huko, ukija ukitetereka utapigwa pingo famani, tetereka pa au mtakuja kuombea na laana. Sasa bora uache. Sasa mwanamke anaambiwa kama mume hataki kumwacha naye hawezi kukaa naye, amepewa kipengele cha khulu, jing'oe katika ndoa. Basi wewe jing'oe katika ndoa basi. Na masala pamoja na hivyo ni sifa, wanachoona sema ni sifa. Mtu kuna vitu kashajaribiwa, kashapewa mtihani kwenye ndoa yake, basi yeye ajing'oe katika hiyo ndoa, asiseme huyo. Hiyo ukija ukisema kwenye sheria ya Allah azingatie upigwe bakora 80. Sasa hiyo bakora hujapigwa hizo bakora, hiyo adhabu unapata siku ya kiyama, utapata tu. Maadamu hakuna mashahidi, umeona peke yako, basi hiyo adhabu itakuja. Sasa wewe nyamaza kimya, ugumia hivyo, kushapewa hilo balaa, mtihani ushapewa, ndio Allah kashataka kumtahini. Sasa atakakuangalia soktai itakuwaje, na wewe unatakiwa katika sheria ya Allah nyamaza kimya. Umwambie huyo uliyokutana naye katika huyo uliyomuona mtu wako wa ndoa ile kosa lake, alafu tena haruhusiane. Sidhani kwamba itakuwa watu wanaweza kukaa katika ndoa, lakini wapo wanaoweza wakabaki, hawakatazi kubaki katika ndoa, hawakatazi. Bahati mbaya katika historia amekuja mtu mwingine kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Umayr ibn al-Ajlan. Hadithi zote ziko katika Sahih Bukhari. Umayr ibn al-Ajlan amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimwambia sahaba Asim ibn Adi, anamwambia sali Rasulullah, hebu kamuulize Mtume, kamwambia araaita rajulan wajada rajulan ala imraatihi, hebu kamwambie mtu kama mtu kamuona, kama mume kamkuta mtu na mke wake kwenye lile jambo lile tendo lenyewe, weje takwaje? Akaenda akauliza, kuna majabu alikuwa anahitaji hakuyapata, ikabidi aende mwenyewe. Akafika akaeleza kile ambacho alikishuhudia, kwamba mimi nimemkuta mke wangu na fulani, na yeye sasa ikabidi kulikuwa na nini, tendo lile la mulaani. Sasa aliyetajwa ni yule mwanamume wa mwanzo yule alionekana na Hilal ibn Umayya, Sharik ibn Sahma, anakutikana tena huyo na mwanamke mwingine, mke wa Umayr ibn al-Ajlan. Akaletwa mke na Umayr, kila mmoja akatakiwa ajikadhibishwe kwamba akasema uongo, hakutaka, wakaapishwa kama vile mwanzo. Alafu baada ya kuapishwa hakuna tena ndoa tena. Huyu Umayr akasema, ya Rasulullah, kadhabtu alaiha illa mubarakaha, Mtume, mimi nitakuwa muongo kama tushafanya hivi alafu nikakae naye katika ndoa, mimi na huyu basi.
Tena hilo alisema kabla ya hukumu kuja, kwamba baada ya kulaaniana watu wanatengwa. Yeye alisema baada ya tu kulaani, sema mimi kama nitabaki naye mwanamke huyu katika ndoa, mmemsemea uongo mimi na yeye basi. Wakatenganisha. Kwa hiyo ilitokeza mara mbili. Tena imekuja katika baadhi ya maelezo ya ilmu kwamba ni aya imeshuka kwenye matokeo yote mawili. Yaani haya matokeo hayakupishana sana bila kushuka ya. Kwa upande wa pili kuna swali kwenye. Tena hapa kabla ile swali, wakati alipofanywa mulaana hao wawili wa Umayr huyu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tena kwa mara nyingine, akizaliwa mtoto ana sifa kadha kadha, akamtaja Shariki kwa zile sifa zake, huyo mtoto ni wa Shariki. Na akizaliwa na sifa kadha kadha, akamtaja Umayr, huyo mtoto ni wa Umayr. Akazaliwa mtoto sifa anazofanana nazo za Shariki. Na mwanamke huyu alipofanya mulaana naye katika mara ya tano pia naye aligita vile vile, alafu akakubali kujiombea hapa. Kwa swali linakuja sasa, huyu Shariki amekuwa atajwa sana, yani mtu inakaririwa sasa kwamba yeye naye ili kosa analifanya, lakini katika masala ya hukumu haonekani. Huyu Shariki kapewa hukumu gani? Hawa wanandoa wamelaaniana, hukumu ikapita, wakatofautishwa kati yao. Huyu ambaye amevunja ndoa, yeye kafanywa muamala gani? Tena sasa unakuta Mtume anataja sifa kwamba akizaliwa mtoto ana sifa kadha kadha ni wa Shariki. Ni kweli zinatoka zile sifa kwa mara ya kwanza na kwa mara ya pili. Maana yake zile alama zilizotajwa kupitia Mtume zimethibiti kwa huyu mtu, kwamba zile karina inaonyesha kafanya mzinifu kweli. Sasa mtu wa sampuli hii hukumu yake yeye afanywa nini? Moja, washahidi wanne hawajapatikana. Pili, hajakiri mwenyewe, kwa hiyo manake hakuna adhabu. Sasa huyu kila siku utakuwa kuvunja ndoa za watu, haadhibiwi, yupo kila siku yavunja ndoa hii, yavunja ndoa hii, kila siku aingiza watoto kwenye matumbo ya wanawake tu, wanatoka watoto wasio na upande wa babani, anataka kuingizia na nasaba isiyo kwa sahihi kwa watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam fanya mambo mawili, kwamba si kwamba linaashiwa moja kwa moja. Jambo la kwanza alilofanya ni kuonyesha naz'ul irq ni sahihi, yani zile alama zile, kwamba hizi alama zinatumika ni kama karina ya kuthibitisha uwepo wa jambo kwa tendo limefanyika kweli, kuthibitisha tendo limefanyika na aliyefanya tendo. Hili linaonyesha kitu kwamba kutoa zile alama ni kuonyesha hakimu anawezekana ana elimu ya kitu, lakini hahukumu kwenye kesi iliyokuja kwa elimu yake. Hakuna ruhusa ya kuhukumu kwa elimu yake. Inawezekana hakimu amemshtakiwa fulani mwizi na jirani yake, lakini hapakuletwa ushahidi unaothibitisha kuiba kwake, lakini huyo hakimu inawezekana yeye akashaibiwa na huyo fulani, kwa hiyo anatosha fulani mwizi kweli. Lakini je, hukumu na hapakuleta ushahidi? Anaambiwa hakimu, anasema hakimu hahukumu kesi kwa sababu yeye anajua hilo jambo. Hakimu anahukumu kesi kwa ushahidi utakapothibitishwa. Ikiwa vidhibiti vya ushahidi vimekubalika, ndio kesi itahukumiwa kwa ushahidi, sio kwa kujua kwake. La yahkumu alhakimu biilmihi bal bishahada. Hilo la kwanza. Kwa hiyo Mtume alikuwa anaonyesha anajua, lakini hukumu haitolewi kwa yule kupigwa mawe, yani anafunza huruma, haitolewi kwa yule kupigwa mawe kwa sababu hakimu wajua hivyo. Hilo la kwanza. Lakini anafunza chengine kwamba anachotakiwa hakimu ni kuadhibu, adhabu katika kosa kama hili, adhabu ya ta'zir. Adhabu ya ta'zir
ana adhabu isiyokuwa imetajwa waziwazi ni adhabu gani. Yeye atatoa hukumu, anaona hii itaendana sawa na huyo anayemwadhibu. Mtume alitoa adhabu gani? Tafdhih, amemfedhehesha. Na ndicho alichokifanya. Alipotaja zile alama ilikuwa anakusudia kumfedhehesha mfanyaji. Yule mzinifu anataka kumfedhehesha. Ndio maswahaba wanasema kwamba Mtume alitoa zile alama alafu zikaja zile sifa kama alivyotaja. Manake yeye ile tendo limefanyika la mulana limejulikana, anajulikana fulani mzinifu. Watu wachukue tahadhari na fulani mzinifu amemfedhehesha. Na hakimu atahukumu kulingana na mtu anapofanya yale makosa ya kijamii, hukumu ya taazim kwa anavyoona. Na si kwamba mtu kwa sababu hajapatikana na ushahidi wa moja kwa moja kwamba ndio kufanya chochote. Hakimu anayo nguvu ya kufanya anachokianayo kifanyike kwa huyu mtu kwa makosa yanapojikariri, si kwa lile kosa kama lile kosa kwa ile adhabu ya kisheria iliyopangwa, lakini kwa kujikariri kosa kwa ushahidi unaokuja kwa anapoona hakimu atoe adhabu tasa. Na ndicho kilichofanyika. Na dunia ya leo watu wamemsoma sana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka maadui wasema hukumu nyingi ya mambo mengi yanayofanyika dunia tulionayo, basi watu wanachokifanya kwa waovu ambao kwa watu ambao wanaona wamewahalifu ni kutaka kuingizia fedheha katika jamii. Basi yani mara nyingi watu wanaliingiza jambo lao mpaka likubalike. Mtu akilihalifu hilo wanamfedhehesha kwamba jamii hiyo haiko hivyo, kwa hiyo ataadhibika kwa kubezwa na kutahayariswa na jamii anayoishi nayo. Jamii ile ilikuwa jamii tohara safi kabisa. Kwa hiyo mtu akitajwa kwamba fulani kafanya uzinifu, Mtume manake kathibitisha nini? Manake kafedheheshwa jamii ile, yule mtu hana raha. Tafdhih. Na hiyo inafanyika katika maisha yetu sisi vitu vingi. Na serikali ambazo zinasimamia nchi kama hii, mambo mingi tunayoona hazitoi hukumu za wazi. Mambo mingi yanaingiza katika kufedhehesha. Eti aje mtu halafu waseme kitu kadha wanaliingiza mitaani huko. Wakiliingiza watu waseme fulani kafanya hivyo, tukaona na atakayefanya hivyo ataona fulani kafanya kadha, kuna matokeo kadha. Yani wanaingiza kitu kufedhehesha. Na sio serikali kama hii, serikali nyingi. Umeona kwamba katika vitu vya kuadabisha jamii ni kufedhehesha watu kwenye yale ambayo ile serikali haiyataki na watu wanayafanya. Hao ambao wanataka wafedhehesha wameenda kinyume na wao. Ni nyingi tu, ni mambo mengi na serikali nyingi kuzikua. Nini? Wamesoma kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa akiendesha nchi na namna alivyokuwa akitoa yale maelekezo kwa umma ili ile target yake aliyoleta ifikiwe kwenye jamii. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na laiti kama si fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenu na huruma yake, wa anna Allaha tawwabun hakim, na laiti kama Allah subhanahu wa ta'ala si mwenye kukubali tauba sana na kwamba yeye ni mwenye hikma. Alafu aya ikanyamaza, yani kuna hadhi, kuna kitu kimeondoshwa. Kitu gani? Yani kiko wazi kulingana na aya zilizopita. Ndio maana kitabu kama si fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenu na huruma yake na tauba yake na hikma yake, ingekuwa nini? Alafu akanyamaza. Walaula fadlullahi alaykum, na lau kama si fadhila ya Allah kwenu, fadhila ya Uislamu, wa rahmatuhu, na rahma yake kwenu kumleta Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa anna Allah, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tawwabun, anapokea tauba. Yau kama si tauba kukubali tauba, yeye hakim na ni mwenye hikma na ni mwenye kuhukumu. Imetokeza hukumu gani? Hizo hukumu zitokeza. Umeona makosa yaliyotajwa,
halafu zikatajwa hukumu hizo. Allah kwa sababu ni hakim. Laiti kama Allah si hakim akataja makosa yakifanywa yaadhibiwe kwa utaratibu huu, makosa yakifanywa wafanyaje makosa waadhibiwe kwa utaratibu huu. Kama si hivi, adhabu alizipanga zikawa zatekelezwa duniani, la adhaba. Ndio maana yake. Kama sikutekeleza hukumu hii, kama hizi hukumu hizi hazikutekelezwa hizi ambazo Allah na yeye ni hakim na yeye ni tawwab, anasamehe, zikishapitishwa hizi hukumu, mtu aliyefanya kosa asamehewa kabisa, ni tohara kwake. Kama si hivyo, la adhabakum, nyinyi ingewaadhibu. Na hili liko wazi, yani masala ya uzinifu kama hayachukuliwi hatua za kisheria ambazo Uislamu umeeleza, watu wanaofanya uzinifu na wanaokiri kukubali uzinifu katika miji wataadhibiwa. Lazima adhabu itakuja. Wakati gani? Anajua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hizi adhabu hizi ndogo hizi zikitekelezwa, hizi zinazuia adhabu kubwa ya Allah azza wa jalla kwa watu. Hizi hazikutekelezwa, hizi hazizuia adhabu kubwa ya dunia itakayokuja. Ukitoa hii, wataletewa adhabu hii watu duniani. Na ikija adhabu hiyo, si kwamba ni tohara. Ikija adhabu ya nakama, adhabu ya kupazwa, ile sio kutohara ya watu. Ile ikija watu wanaadhibiwa, halafu wakifufuliwa akhera wanaadhibiwa tena. So wana adhabu mbili. Kama si hizi sheria hizi za adhabu na hizi, kama si hizi na kutekelezwa kwake, la adhabakum, Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu. Na imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yakunu fi akhiri hadhihi al-umma, patatokezea mwishoni mwa umma huu, khasfu wa masfu wa qatfu. Khasfu, patatokezea khusufu, yani kudidimia ardhi, watu tadimia ardhi, tanfaquhum ardhuhum tandhuruhum naqmat Allah, watamezwa na ardhi zao wanazokaa wanazoziishi, zitawameza, zinawapa indhari ya naqama za Allah. Itatokezea katika umma hilo. Wa maskhun, na itatokezea maskhun, watu kufutwa sura za kibinadamu, watafanywa manyani na nguruwe. Na especially ikiwa maskhun, yani watu wakifutwa sura wanafanywa sura za nyani na nguruwe. Kwa nini? Hikma nini? Hikma, nguruwe hawana wivu, hawa watu hawana wivu, uzinifu mwingi. Na manyani ni wachimvi. Nyani ni mchimvi, akipitia mwanamke tu nyani, basi afanye uchimvi. Mtovu wa adabu nyani. Kwa hiyo hawa watu ni wachimvi. Maneno tu barabarani wanaosikia wakiambiana na watu, basi unakuta kwamba hawa watu wachimvi sana, watovu wa adabu. Yale maneno ya kulengalenga unaona yanaambiana na wanawake, watovu wa adabu kwenye vipanda vya chipsi pale, katika maeneo ya kupanda bodaboda pale na maeneo mengine. Hawa watu wachimvi hawa, au manyani hawa. Wa qadhfun, na pia kitatokezea katika huu umma qadhfun. Qadhfun ni adhabu inayotoka mbinguni ya mawe, ndio qadhf. Watalengewa na kosa la uzinifu ni katika makosa yaliyowekewa adhabu za mawe. Na anachosema mawe kama mawe ya kaumu Lut, kama mawe yaliyopata watu wa kaumu Lut, yanatoka juu ya bahari ya wapate. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipoadhibu wale watu, ile adhabu amesema ipo, amesema musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimina bibaid. Ile adhabu ile ya mawe ile haikuwa ile min adh-dhalimina, kwa madhalim watakofanya makosa bibaid, kwa iko mbali, haiko mbali. Ile ni adhabu ya watu waliwadhi, na ile ni adhabu ya watu wazinifu. Mtume aliposema maneno haya, qalat Aisha radhiallahu anha, mama Aisha akasema, nikauliza ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, itatokezea halaka, itatokezea watu wabadilishwe sura, itatokezea watu ardhi zao ziwameze, itatokezea mawe yaanguka kutoka juu, watu wapigwe mawe moja kwa moja, halafu duniani kuna watu wema wanamwabudu Allah kwa tauhidi. Qala na'am,
Mtume akasema ndio itatokezea. Aisha, itatokezea idha dhahara al-khabathu, ikiwa uzinifu umedhihiri. Zile alama za uzinifu ziko wazi, maana watu wanazini sana. Mahoteli ya uzinifu yanajengwa, mabarabara ya watu wanajengewa kwa urahisi wa kwenda kwenye mahoteli ya uzinifu. Watu watakakithirisha khabath. Majumba ya udanguzi mengi yajulikana, wala hakuna junah, hakuna tatizo. Demokrasia, mtu afanye anapotaka, kishafika miaka 18 tu, basi yote atakapofanya huru, awe mwanamke au mwanamume, huru, hakuna shida. Hashtakiki mwanamke akishakuwa bazazi, hashtakiki kifika miaka 18, hashtakiki kwenye ubazazi wake, fanya taka. Bali kuna sheria za mlinda hasa kwa hivyo kwamba afanye anapotaka, na sheria za liwati za walinda hasa kwa hivyo kwamba wafanye liwati. Kathura al-khabath, ukishakithiri uzinifu adhabu zinakuja. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na lau kama si fadhila ya Allah kwenu na huruma yake, wa anna Allah, na lau kama Allah, na kwamba Allah tawwabun, ni mwenye kupokea toba, hakimu, ni mwenye hikma, lau kama sivyo ingekuadhibuni. Kivipi? Kwamba fadhila yake na rahma yake amezileta hizi adhabu za wazinifu zitekelezwe. Na ndio maana kwenye mwanzo wa sura nasema faradnaha, tumewajibisha. Na adhabu hizi anayezisimamia ni msimamizi wa jamii. Wakiwa watu katika jamii itakuwa faudha, watu watauana ovyo ovyo. Msimamizi wa jamii anawajibika, yeye hazitekelezi, alafu ambie watu huru. Ulimwengu wa demokrasia huu kitakachotokezea khafun wa qafun wa mas. Na kama watu hawaamini wasubiri, na lazima itatokezea alichokiahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili waamini na ili wazuie adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, watekeleze hizi sheria ambazo Allah amezishusha juu yao. Ahlul ilmi rahmatullahi alayhim wanatupa baadhi ya maelekezo katika aya ambazo tulizisoma jana na leo. Moja, wanasema at-tamhidu lilhadithi an al-umuri al-idhami bima yu'dhinu bi'idhamiha. Aya mwanzo inaonyesha utangulizi wa kuonyesha maelekezo, kuna mambo makubwa yanakuja. Kwa hiyo lazima kuwepo kwanza utangulizi sahihi. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinat la'allakum tadhakkarun. Huu utangulizi, na aya zote zilizokuja mambo si madogo yanayoelezwa. Kwa hiyo nasema hapa kuna hii hikma ya kwamba aya ya mwanzo imekuja kuonyesha utangulizi. Kwa hiyo mambo makubwa yanatangulizwa maelekezo maalum. Pili, azani yafqidu al-ihtirama war-rahma, mzinifu anakosa heshima na huruma min al-mujtama' al-muslim, kwenye jamii ya Uislamu na Uislamu hahurumiwi, ndio maana apigwe bakora. Tatu, al-hisaru lijtimai ala sunati, wa kidhibiti kwa jamii, watakiwa wadhibiti wazinifu litahsini al-mujtama, ili jamii iwe tohara. Wa wasila, na kuwadhibiti ni kifaa liradihim ani zina, cha kujikemea wazinifu wenyewe na uzinifu wao. Nne, tawqi'u al-uqubati al-qadhif, kuna tanwi' uqubati al-qadhif ila uqubati madiyya al-hadd, yani kumeonekana adhabu ya mtu mwenye kuzushia watu uzinifu ni kitu cha kawaida, ni kwamba pia la yathbutu azina illa bibayina, hapathibitishi uzinifu isipokuwa kwa ushahidi ulio wazi ambao utathibitishwa mbele ya mahakama. Lakini kuna fawaidi nyingi ambazo hizi aya za mwisho zimetuelekeza na tunaziona kwa macho yetu. Leo tutaishia hapo. Sallallahu alaihi wasallam ala baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ziada? Naam. Naam.
ikitokea kwamba mimi nenda sibaifanya fulani kama vile mkataba na Mungu, kuna mwanamke mwingine